Hujambo mtazamaji wa Zone Media, ni tarehe 9 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Karibu ni kujuze yote ambayo yamejiri katika anga za kimataifa, kama ambavyo Rais wa Marekani Donald Trump alizungumza akiwa Ankara nchini Uturuki kwamba Marekani itaishambulia Irani usiku wa kuamkia leo. Hatimaye imefanya hivyo hivyo kama Trump alivyozungumza. Ni kwamba Marekani imeongeza mashambulizi mengine nchini Irani. Yaani kwa kifupi, Marekani imefanya mashambulizi mengine makubwa nchini Irani. Marekani imeanzisha wimbi jipya la mashambulizi ya anga dhidi ya Iran, huku milipuko kiripotiwa kusikika katika maeneo mbalimbali ya kusini mwa nchi hiyo, ikiwa ni pamoja na miji ya Bandar Abbas, Siriki, Chabahar, Konarak na Bushehr. Mashambulizi hayo yamekuja saa chache baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kusema kuwa makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Marekani na Iran huenda yamekwisha, akiongeza kuwa Marekani ilikuwa na uwezekano mkubwa wa kuishambulia Irani tena. Kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM Mashariki ya Kati imethibitisha kuanzishwa kwa mashambulizi hayo mapya, ikisema yamelenga kudhoofisha uwezo wa Iran na kutishia usafiri wa kimataifa katika mlango wa bahari wa Hormuz. Katika mji wa Chabahar, vyombo vya habari vya serikali ya Iran vimeripoti kukatika kwa umeme katika baadhi ya maeneo, huku takribani milipuko 10 ikisikika katika Chabahar na Konarak. Irani imesema vipande vya mashambulizi hayo vilifika katika eneo la hospitali ya Imam Ali, huku miundombinu ya bandari ikiripotiwa kulengwa. Aidha, mashambulizi yameripotiwa katika maeneo mengine muhimu ya kijeshi na kimkakati. Irani imesema makombora yaligonga maeneo karibu na Bushehr ambako kuna kituo cha nyuklia cha Bushehr, lakini mamlaka za Iran zimesema kituo hicho hakikupata madhara. Milipuko pia imeripotiwa katika mji wa Jask, eneo la kisiwa cha Abu Musa karibu na mlango wa bahari wa Hormuz, pamoja na mji wa Iranshar uliopo ndani ya Iran. Kwa mujibu wa taarifa zilizopo, haya ni mashambulizi ya angalau awamu ya 4 kufanyika tangu Marekani na Irani ziliposaini makubaliano ya maelewano katikati ya mwezi Juni. Hata hivyo, kiwango kamili cha uharibifu na idadi ya waathirika bado haijulikana, huku pande zote mbili zikiendelea kutoa taarifa kuhusu hatua zao za kijeshi. Sasa ni wazi kwamba Marekani na Irani wameingia katika hatua mpya ya mvutano kutokana na kurinyu mapigano kati ya nchi hizo mbili. Iliaminika kwamba kuna amani imetawala Mashariki ya Kati baada ya makubaliano yaliyotiwa saini pale Uswizi ya MOU, lakini Trump baada ya kusema tu makubaliano yamevunjika, ni kama vile amefungulia turbo ya mashambulizi kuelekea nchini Iran. Mtazamaji, kama unavyoona hapo, baadhi ya video pamoja na picha zinaonyesha kiwango gani Marekani wamefanya mashambulizi kuelekea nchini Irani, kitu ambacho kinaibua sintofahamu hatima ya mlango wa bahari wa Hormuz, lakini pia kinaibua sintofahamu juu ya amani ya Mashariki ya Kati na nchi zote za Gulfu, lakini pia kinaibua sintofahamu juu ya amani kati ya nchi hizo mbili, huku Marekani pia ikichukua hatua zaidi dhidi ya Irani za kusitisha leseni yote ya mafuta ambayo ilikuwa imetolewa na Wizara ya Fedha ya Marekani. Sasa mtazamaji wetu, mimi niko hapa kukujuza yote ambayo unapaswa kuyafahamu, na yametokea mengi sana usiku kwa mkia leo, vita kati ya Marekani pamoja na Iran. Cha msingi, kama bado hujaweza kuungana nasi wakati wote, ni kusihi na ni kuombe uweze kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare. Nitakujuza yote hivi punde tu yanafuatia.